kaa chini. Mambo imeisha. Hebu kanyaga vizuri. Kanyaga vizuri. Sikiza kwanza, jisikize. Jisikize kama huu mguu. Hebu jisikize. So najua vile ilikuwa inakaa. Hebu sikiza kwanza, tembea, enda kwa mlango pale, enda urudi. Kaa vizuri. Tembea, kanyaga vizuri. Kanyaga vizuri, usikie ndani ya mguu inasema nini kwa jina la Yesu. We are still on time. Mguu inasema nini? Iko sawa. Imenyamaza. Bwana kubariki. Boma. Nani alituma vitu kwa boma? Watu wengine. Hao ndio walichangua wewe, walichangia wewe kuamka. Hao ndio walikuamsha. Andi, wewe uliamshwa na hao watu. Sema ndio au la? Uliamshwa. Nani hawa walituma vitu kwa boma wakaamka? Kama wengine sababu utakapelekea mahali, sababu hapo kwa madhabahu ya Mungu. Haya madhabahu yanasurutisha mahali na mahali itapelekwa. Ukiona kusimu mahali unaenda, achilie tu miguu. So ulikuwa unatembea kwa miguu, nini ifanyike? Nini ulikuwa unatembea kwa miguu zako? Ulikuwa unatembea kwa miguu, nini ifanyike? Arudi nyumbani. Aboma. Mama asema akae huku. Hiyo ndio ulikuwa unapanga. Aache ndoa. Shika mkono. Aache ndoa. Chwangu. Aache ndoa, arudi kwao. Arudi kwao. Shua mkono zako zote. You have no choice. She's going to leave this altar when she's free and she's healed. In the mighty name of Jesus. And take the spirit and command you. Lose her feet. Lose her feet. Chilia miguu zake. Chilia hizo miguu. Chilia miguu. Chilia miguu yake. Kwa maumivu. Kwa maumivu. Bwana ukamwona. Bwana muoe. Bwana mtenganishe na Yesu. Asikia Bwana. Kuna maana na ukamtia nguvu Bwana akitenganisha. Na yuko kama una Bwana abaka na vitu wako Jehova. Bwana msaidie. Kwa maumivu yako inamaliza maagano yako yote. Wakati ulikufa na rudi kwa watoto wa watu, watoto wa ndugu zako ambao mnadai kwa ndoa. Basi wenyewe wanyeshe mahali kutoka kumaliza maisha. Na hiyo laana za maandiko kama anafanikiwa. Na waliokufa ndani ya ndoa. Mungu anafunga maagano ya mwili huu. Ndani ya akili yake ya kwamba arudi nyumbani akamte chang'aa. Arudi nyumbani kupika chang'aa na kukunywa chang'aa. Atakaa kwa ndoa. Ataishi kwa nyumba ya Mungu. Atamusifu wakalia hae kwa jina la Yesu. Chukua magano. Chukua yote. Chukua magano. Chukua yote. Chukua magano. Chukua magano magonjwa. Chukua magano magonjwa kwa jina la Yesu. Chukua magano magonjwa. Chukua yote. Unachukua uso wako shamba ndio siku baada nyingine. Ole. Nasi. Adema ndio taenda. Kana achilia yako kwa sasa bwana ndio mdansi mzunguka kwa nika yako kwa jamii mzunguka leo nguvu zake nguvu za kutawala nafsi yake tembea ndani sasa ndio nguvu zako bwana nabii mwili wake kama mrefu mzunguka sasa tumetoka kile ambacho wewe
Yesu Yohana ameshuka maisha yako, hawezi hangaika, hawezi teseka, walio katika mwili wake Yesu aliye hai. Sasa sikiza, nachukua chukua madai yote. Naondoka, chukua magonjwa aliyokuja nayo, magonjwa yote, magonjwa kwako, chukua magonjwa uliyeleta kwa miguu zifure, miguu ziume, zikichoma kama moto. Chukua sasa, chukua magonjwa jina la Yesu. Nachukua sasa, tunafunga magano ya mtu huyo, anawekwa huru. Funga kwa siku zake, kwa nyumba, kwa ndoa, kwa mahari, funga yako. Kupelekewa ndani. Toka kwa mahari yake. Toka kwa mahari. Toka kwa mahari. Toka mahari. Toka sasa. Sasa. Kuna msana. Aliyepona. Unafunga macho yako, unafunga macho yako, unafunga macho kwa jina la Yesu. Unafunga macho, unapopiga na upofu wa Mungu, unapopiga na upofu hautaona hizo ng'ombe, hautaona. Ninafungwa sasa, ninafungwa. Mambo yake imekwisha. Imekwisha.
mambo yake imekwisha. Hali inapelekwa aende kupika chang'aa nyumbani, atapika chang'aa. Inamaliza maagano ya kupika chang'aa. Yesu tunamaliza kila viapo, kila maagano ya kupika chang'aa huko ushago, huko kwao. Tunamaliza hiyo maagano, hiyo viapo ya kupika pombe katika nyumbani kwa ushago. Yesu tunamaliza. Kana mambo ya pombe. Kana hiyo ndani ya pombe. Hiyo ndani katika. Ndani ya pombe katika. Ndani ya pombe katika. Ndani ya pombe kupikwa katika. Unafunga hiyo maroho. Na pombe kwa pombe. Unafunga maroho zote za pombe. Yesu unafunga ya pombe na kupikwa kwa hiyo pombe. Wache. Ndio au la? Unamwachilia? Ndio au la? Sitaki mambo mengine. Unamwacha? Ndio au la? Unamwacha? Unamwacha hata teseka hizi miguu, hata teseka miguu zake, hata umwa miguu zake, maana amefunguliwa, maana amekombolewa. Hizi miguu hazitauma, akitoka kwa imani kwao. Amepokea uponyaji kutoka kwa Yesu, amepokea uponyaji katika viungo. Kila ambacho alikuwa hawezi fanya, anaanza kufanya kutoka sasa hivi, anaanza kufanya kutoka sasa. Kufa nini? Nguvu za Mungu. Ndio zifunguke. Ndio zote zifunguke. Nyama za mwili zikafunguke. Nyama za mwili zikafunguke. Maana Yesu ameshuka. Hakuna maumivu. Hakuna kuteseka. Katika miguu hizi. Katika jina la Yesu. Haitaishi. Wani. Anga ikachini. Inakata anga yote. Kwa jina la Yesu. Ninakata anga katika yani katika ishe mtu aliyekufa miaka nenda rudi hadi cha tatu cha nne cha pili wewe ndiye Yesu anamaliza madai yako yote. Yesu anamaliza madai. Yesu anamaliza madai yako na wewe amekombolewa. Anointing yake Mungu na kuwepo huru, maana huyu Yesu ambaye ni mwangaza, mwangaza huo tunaachilia neno la Jesus. Yes. Yesu anaingia hiyo ndani unanyorosha miguu, ukichoma kila uchawi chomeke chawishe toka migozi kanyage kwa jina la Yesu. Zote nikanyage tembee kwa amani. Hizi nyama hazitauma tena, hazitauma kwa ajili yako Yesu. Hatateseka ukiwa kwa madhabahu yako katika jina la Yesu. Yako Yesu. Hakuna agano la kuzimu ya uchawi na uganga inarudi kwa hizi miguu. Cha umeenda cha uende cha uishe miguu zake zote cha wote. Okay.
katika nyama za mwili wake, katika mishipa katika mifupa zake Kristo, kwa tena utukufu wako katika jina la Yesu. Amani yako Kristo uliapa kutupatia Baba, tunaachilia katika umwili, katika miguu zake, kwa mwili wake yote, awe na amani amkapo Kristo Baba, katika madhabahu yako, na Kristo katembee na yeye. Tunakutuma katika makao ya nyumba yake, Bwana ukatawale na yeye. Tunakutuma kule nyumbani walipoinua wakatuma uchawi, ili Mungu huyu mama asihesabu faida kwa maisha yake, hata wazazi wasihesabu faida, na kutoka leo hii faida yake atahesabu kwa ndoa. Mzazi ataona faida mwanawe, na mahari itapelekwa. Mungu, fedha zitapatikana, ng'ombe zitapelekwa nyumbani na zitaingia kwa hiyo boma kwa ajili ya utukufu wako, na wote Bwana Mungu watabaki wakishangaa. Manake Yesu ulikuja kushangaisha wengi. Wengi walibaki wakishangaa, maana hawakukujua na hawakutambua uweza wa nguvu za Baba Mungu alizoweka ndani mwako. Kwa sababu hayo, hata nasi Baba umetupa nguvu, na Yesu akasema, nimewapatia nguvu, nimewapatia mamlaka na uweza juu ya kila pepo wabaya, juu ya kila anga ya kuzimu, juu ya anga za baharini, juu ya anga za angani, na zote Kristo tumekuita Baba ukashuke na kumaliza. Madhabahu yamekuwa yanakuda huyu mama, hawezi enda kibarua, hawezi kujitafutia. Mungu, magonjwa yakainuke na ikashindikane katika kuishi kwake. Hii ndoa itaendelea, ndoa hii itadumu, amani itakuwa katikati ya ndoa hii. Na Mungu, wewe ni mwaminifu. Uinue Bwana, itie nguvu, mtetee, piganie. Roho ya ndii Bwana umekwisha maliza, haitaonekana katika maishani mwako. Toka enda, andi toka enda. Toka enda kwa jina la Yesu Kristo, andi toka enda. Toka, funga virago. Funga virago, kaondoke katika mwili wako. Funga virago sasa kwa nguvu za Mungu, kwa jina kudake Yesu aliye hai. Funga virago. Come out. Piga nduru kienda. Piga nduru, funga virago. Toka enda kwa jina la Yesu Kristo, funga virago. Funga virago. Piga nduru ukiondoka kwa nguvu zake Yesu Kristo. Chomeka ukienda sasa. Chomeka ukiondoka kwa jina la Yesu. Chomeka ukiondoka kwa jina la Yesu Kristo. Achilia moto kwako. Achilia moto kwako. Na achilia moto. Chomeka sasa. Chomeka. Anipiga nduru. Toka ndani mwake. Toka kwa maisha yake. Toka kwa maisha yake. Funga virago. Naenda. Naondoka. Unaenda. Andi. Unaondoka. Kuna lingine unadai, kuna lingine unatafuta, kuna lile lingine unatafuta kwake, kuna lile umebakisha. Jibu swali. Kuna lile umebakisha? Kuna kitu umebakisha? Kuna kitu umebakisha? Kuna kitu umebakisha? Wacha kupiga nduru kabla, wacha kulia, kutoa machozi. Kuna kitu umebakisha kwake? Sema, umebakisha nini? Nini umebakisha unadai? Kunayo? Kuna kitu umebakisha? Kuna kitu umebakisha? Kuna kitu umebakisha wewe mama? Nacheza watoto wa ndugu zenu hapa chini ya jua. Ni nini umebakisha kwake? Nini umebakisha? Nini umebakisha kwa huyu dada? Ate? Mama Lilia nikuja. Nini umebakisha? Nini umebakisha? Hiyo gani? Huyo hapana. Huyo hapana. Huyo hapana, sema ndio au la. Nini ongea vizuri, nani hapana? Nani hapana? Huyu hapana nini? Hapana nini? Hapana nini? Hapana nini? Fanya nini? Fanya nini? Fanya nini nyumbani? Fanya nini? Jibu swali.
Fanya nini? Angalia vile unangolewa. Naenda. Angalia vile unangolewa. Angalia vile unangolewa na unaenda. Saa hii kile unasema haiwezekani itafanyika. Yesu, tunakushukuru maana hakuna kile hakiwezekani kwako, ewe Mungu uliyeketi katika enzi juu mbinguni, miguzi kwa duniani hii. Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Wanashuka kufungua huyo mama, maana leo umesema watu watafunguliwa, watu watakombolewa, watu wataponywa. Anakombolewa na anapokea uponyaji. Watu warudi ndani, story ifungwe. Watu warudi ndani, story ifungwe. Kwa jina la Yesu. Wanashuka kwa nguvu zako. Watu wa think that you can be delivered until you go in the presence of God. We have not come here to stories. We have come to worship God. We are here to look our deliverance. Hauwezi kombolewa kama uko katika hali ya kawaida. Ni wakati Bwana anakutembelea. Usiangalie wale wanaohudumiwa peke yao. Unahitaji uko nado. Ni wakati wa kumwambia Bwana unahitaji kuhudumiwa. Naomba kila mtu akaingia ndani. We are the Patmos. The Bible says that two cannot walk together until they are agreed. And the spirit and the soul, if not their agreement, nothing can happen. In the name of Jesus. Yeyote ambaye yako nje, if you have anything, just pour out your spirit to the Lord, because He is here. God is here and He is waiting you. Worship God. Pray. Because it's only God who can answer our prayer. It's only God that can liberate you from that problem. It's only God that can make you to come out of that situation. Sio kwa ajili ya wale wanaomba. Sio kwa ajili ya wale ambao wanafanya huduma. Sio kwa ajili ya watu ambao wamesimama kwa sababu yako. Uko hapa, kuna jambo Bwana unataka kufanyia. Ni wakati wa kumwambia Bwana nahitaji. Au usiangalie hali uko ndani, usiangalie vile umetembea. Huenda wiki limekuwa ngumu, huenda mapito yamekuwa mengi. Huenda umekosa hata tumaini. Wapendwa, kuna mambo yamesimama, kuna vitu zimesimama. Hatua yanapanga hata jinsi wengine wanapoteza maisha. Ni wakati wa kumwambia Bwana nakataa. Na kwamba sitakufa vile wengine walikufa. Jinsi mnaangalia, maroho zinainuliwa, watu wanainuka. Wanawatesa wengine na magonjwa. Wengine hata wanakata azetu. Ninataka nikwambie ndugu dada, ya kwamba jiachilie kwa Bwana. Mungu peke yake ndiye anakupa tumaini. Ni Mungu peke yake ndiye anakukomboa. Usiangalie hali na mapito uko ndani. Kwa hiyo dakika moja mwambie Bwana, we want to sing our prayer. The Bible says and he shall send the one delivered. In the book of Psalms 120, verse number 6, Psalms 107, verse 20. The Bible says he shall send the word. The word is the power of God. The word is the glory of God. The word is the liberation of God. It doesn't matter the situation. It doesn't matter how the enemy has been abiding you. We are here to proclaim our health and our liberation in the name of Jesus Christ. Mwambie Bwana niko hapa. Usiangalie hali na mapito. Wapenda kuna mauti. Kama hatutasimama kwa pendo, tutaweza kupoteza hata wapendwa. Simama kwa pendo. Adui amesimamisha anga. Rima sala maganda. Ramasulia barina maseketaya. Listen to the word of God. And they say that you are going to deliver it to you. It is not by what you are saying. Maybe you have a message to tell. The Lord is saying, it's going to give you a new message. In Parasula Maganda. Pray, pray. Rihanna will seek a tire. Pray, Mantobakaya. Pray,
Oh my God. Thank you, Jesus. Oh Jesus. We worship you, Lord. Sasa mahali mzee paka apeleke. Na liwe diwani. Liwe diwani. Paka mahali peleke. Sasa ukale kwa yule. Misingi za kwenu za maadili na wengine ndio wenye hii sarakasi. Kaambia dada yako sasa nataka tukuje kwa nyumba na nyumba Mungu kwa hapa. Kuja kwa nyumba Mungu ili funguliwe. Umeshaongea na Madeto peleka Goma. Nataka pelekwe lini? Yesu tunakualika ukakemee maroho ya andi ndani cha kwanza cha pili cha tatu cha nne cha Jesus Christ. kaachane Na Yesu Kristo. ukaachane. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Chilia Meshaki. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Mwachilie afya ya mwili. Hata umwa tena. Na mchukue maumivu. Mchukue maumivu kwa miguu. Sasa uruke. Chukueni maumivu yote. Yote. Kwa miguu. Kwa nyama. Kwa mifupa. Kwa misuli. Chukueni maumivu. Maweka kwake machungu. Chukueni. Yote. Yesu aliyekuja kuweka watu huru. Weka huru. Pokea uponyaji. In Jesus name. Pokea uponyaji. Andi. Unaenda ama uendi. Utatafuta yeye. Utatafuta yeye. Utazuia mahali. Utaenda kwa mahali. Shika pesa. Utaenda ushago tena utarudi. Uko kwenu. Tunahakisha moto. Uko nyumbani. Tunahakisha moto huko ushago. Tunahakisha moto kwa hiyo malango ya hiyo boma lao. Na hata nyumba ya mama yao. Na wakati wanapopanga na kuongea kuhusu mambo ya bwana yake kuja huko ama wazazi kuleta mahari. Hakuna anga utasikiza hiyo sauti. Maana Mungu tumefunga macho ya kuzimu ya wachawi na maadui kwa jina la Yesu. Amfungue. Fungue mwache. Fungua leo mwache. Fungua. Mwachilie. Fungua leo kamwache kwa jina la Yesu. Fungua. Au tatesa watu wa Mungu. Na Yesu ni nuru. Mungu ni moto. Au tarudi tena. Maisha huyu mama. Kae na amani na mume wake. Awe na amani nyumbani. Kwa jina la Yesu. Funga rago. Toka enda. Piga nduru. Toka usirudi tena. Oya pepo toka enda usirudi kwa jina la Yesu. Toka enda usirudi kwa maisha yake. Baki na amani. Ende kazi toka kesho kwa jina la Yesu. Haya. Kaa chini. Mambo imeisha. Hebu kanyaga vizuri. Kanyaga vizuri. Sikiza kwanza, jisikize. Jisikize kama huu Mungu. Hebu jisikize. So najua vile ilikuwa inakaa. Hebu sikiza kwa tembea, enda kwa mlango pale, enda urudi. Kaa vizuri. Tembea, kanyaga vizuri. Kanyaga vizuri usikie ndani ya mguu inasema nini kwa jina la Yesu. We are still on time. Mguu inasema nini? Iko sawa. Imenyamaza. Bwana kubariki. Baba tunakushukuru Mungu kwa ajili ya utukufu wako. Ni wakati wa neno. Wewe ni Mungu alisema utafungua watu. Hata yule baada hajafikiwa ungali Mungu katika ibada. Na Bwana uonekane na utembee. Na Bwana watembelee watu wako. Watumishi wote wahifadhi. Tunatwika mbele yao.
Kristo wote wapa amani kwa ajili ya neno. Ninachokupa amani, sikia Roho wako Bwana, tembee naye kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sote tuseme amen. Kwa miguu zifure, miguu ziume, zikichoma kama moto. Chukua sasa, chukua magonjwa jina la Yesu. Unachukua Baba, tunafunga magano ya mtu huyo, tunafunga magano ya magonjwa.